Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Uwepo wa roboti za binadamu nchini China unaongezeka kwa kasi, huku wadau wapya wakichochea ushindani na ubunifu wakati sekta hii inavyobadilika kutoka maabara za utafiti hadi matumizi halisi ya dunia. Kampuni ya Agibot iliyoko Shanghai inayojulikana pia kama Zhiyuan Robotics imekuwa mtoa huduma mkubwa zaidi wa roboti za duniani tangu mwaka 2025, na roboti zake sasa zinafanya kazi katika baadhi ya sehemu za burudani, maabara za utafiti, madarasa na katika mazingira ya viwandani. Kwa mujibu wa mkuu wa mstari wa uzalishaji wa kampuni hiyo, Bwana Wang Chuang, China inaweza kuzalisha bidhaa zenye thamani kubwa na za teknolojia ya juu ambazo sio tu za ubunifu, bali pia za bei nafuu, za kuaminika na salama. Unaweza kuchukua moja ya roboti za Agibot moja kwa moja kutoka kwenye mstari wa uzalishaji na ukaifanya itembee kutoka ziwa la Jingji lililoko Suzhou hadi eneo la Band lililoko Shanghai bila kuanguka hata mara moja. Kutokana na Wang, hivi sasa hali kuu za matumizi ni kwanza, katika ukusanyaji wa data za roboti na mafunzo; pili, katika ziara; kwanza, katika ukusanyaji wa data za roboti na mafunzo; pili, katika ziara ya ukumbi wa maonyesho na mapokezi ya wateja; na tatu, katika upangaji na onesho, pamoja na utafiti wa kisayansi na elimu katika mazingira ya viwandani. Kasi ni polepole kidogo, lakini roboti tayari zimeanza kutumika. Roboti iliyotolewa hivi karibuni na International Data inaonyesha kuwa mwaka 2025 usafirishaji wa kimataifa wa roboti za binadamu uliongezeka hadi roboti 18,000, na baada ya mwaka huu kutakuwa na ongezeko la 508%, huku kampuni za China zikichukua sehemu kubwa ya soko. Mwaka jana mapato ya kimataifa kutoka roboti za binadamu yamefikia takriban dola milioni 440. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.